Israel inadai imeshambuliwa vibaya katika mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Iran ambapo watu 19 walijeruhiwa katika mji wa Beit Shemesh. Ripoti za athari za makombora huko Eilat lakini pia na maeneo mengine zimeripotiwa wakati Iran ikilenga Israel. Huduma za dharura za Israel za Magen David Adom MDA zimeripoti ambapo nyumba kadhaa na masinagogi yameharibiwa kutokana na kuanguka kwa eneo hilo la Beit Shemesh. Polisi wa Israel hufanya kazi katika eneo la majengo yaliyoathiriwa huko Beit Shemesh, lakini pia inaelezwa kwamba hali inazidi kuwa mbaya kila kukicha kutokana na mashambulizi mabaya yaliyofanywa na Iran mnamo Jumamosi ambapo watu 19 walijeruhiwa vibaya. Huduma za dharura za Israel zimeripoti kuwa nyumba kadhaa na masinagogi yameharibiwa huko Moshav Eshtaol kutokana na kuanguka. Takribani nyumba 10 na makumi ya magari yameharibiwa vibaya kutokana na athari hiyo. Watu wengine kadhaa walipata wasiwasi na dalili za mfadhaiko na baada ya kiwewe kutokana na milipuko hiyo. Magen David Adom ilisema, tumepokea ripoti ya athari. Tulifika katika eneo la tukio tukiwa na vyumba vya wagonjwa mahututi vinavyohamishika kwa maana ya magari pamoja na pikipiki za kuweza kuokoa haraka. Tuliona uharibifu na watu wakitembea huku na huko wakiwa na fahamu, alisema mwandamizi wa MDA EMT Elad Kanom. Tulitoa matibabu ya awali kwa waliojeruhiwa kidogo na tunafanya msako ili kuhakikisha hakuna majeruhi wa ziada. Hata hivyo, mabomu yaliyotawanyika yalitua katika maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Savion bila ya watu kujeruhiwa. Baadaye siku ya jana Jumamosi, vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kwamba bomu la nguzo ambalo kutoka kwa kombora la Iran lilianguka katika nyumba huko Savion, mji ulioko mashariki mwa Tel Aviv. Kwa mujibu wa taarifa hizo, askari polisi na kikosi cha zimamoto waliitwa kwenye nyumba iliyoathiriwa, huku watu wa kitongoji hicho wakiagizwa kuingia kwenye maeneo yaliyohifadhiwa hadi watakapotangaziwa tena. Polisi wanasema katika taarifa kwamba haikuwezekana kubaini ikiwa uharibifu huo ulitokea kwa sababu ya mlipuko wa kombora la hivi punde au katika siku chache zilizopita, kwani hakuna mtu anayeishi ndani ya nyumba hiyo. Majengo yaliyoharibiwa huko Eilat na athari za mabomu ya Iran. Baadaye Jumamosi, maeneo mawili ya mabomu ya Iran yalielezwa pia yameathiri vizuizi vya makombora vilivyopo katika maeneo ya wazi huko Eilat, kwa maana ulinzi wa anga wa Israel nao pia umeharibiwa vibaya. Manispaa ya Eilat ilitangaza kwamba makombora mawili yalirushwa katika mji wa kusini mwa Israel, moja lilizuiliwa na jingine likianguka katika eneo la wazi. Hakukuwa na majeruhi kutokana na tukio hilo. Baadaye siku hiyo hiyo ya jana jioni Jumamosi, vipande vya kuzuia vilianguka huko Kuseifa baada ya msururu wa makombora ya Iran kusababisha ving'ora kulia huko Negev. Hakuna aliyejeruhiwa pia kutokana na taarifa iliyotolewa. Siku ya Jumamosi, kipande cha silaha cha nguzo kilikuwa ndani ya nyumba moja huko Savion. Vitengo vya kutegua mabomu vilipunguza bomu hilo na kuamuru wakazi kuingia katika makazi ya kujificha hadi pale ambapo wataweza kupata taarifa zingine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.